Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Sayyid sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Tunaendelea kurusha matangazo kutoka katika viwanja vitukufu vya Haram. Tupo katika mtaa wa Ibrahim Khalil, mtaa maarufu sana kwa Watanzania kukaa katika maeneo haya wanapokuja kufanya ibada za haji au ibada za umra. Tukiwa katika viwanja hivi kuna mengi bismillah mashallah yanadhihirika. Kwanza mapambio ya mji huu vile ulivyopambika kutoka katika maeneo ya Haramu yenyewe mpaka kuja katika upande huu wa Ibrahim Khalil na kufikia katika moja ya hoteli ambalo lipo karibu sana, ambapo Watanzania wanakaa hapo. Watanzania wa taasisi gani, kutokea wapi? Hayo yataelezwa na moja ya viongozi waandamizi wa mashauri ya haji wanaonekana katika skrini yetu hapa ya Al-Azhar TV Tanzania. Al-Azhar TV Tanzania imekuwa ni channel pekee ambayo inarusha mashauri ya haji tokea siku ya kwanza ambayo Mtanzania kwa mara ya kwanza mwaka 2025 alifika katika ardhi hii tukufu kwa ajili ya kufanya ibada ya haji. Sasa alokuwa mbele yenu kwa heshima na taadhima, nikimtambulisha mimi nitakuwa namkosea, bora ajitambulishe mwenyewe. Labda nianze na jina tu la mwanzo, ikisha yeye ataendelea. Dr. Omar, kwa idhini yako, wasio kujua Dr. Omar, wewe ni nani kwa majina yako kamili, lakini wewe nani pia professionally, yani katika upande wa utumishi wa wageni wa Allah au mahujaji? Karibu sana. Asante Shali. Kwa jina kama ulivyosema, naitwa Omar Muhammad Musa, ni kiongozi lakini pia ni daktari katika taasisi ya Zanzibar Hajj and Travel Agency, ambayo ni taasisi yenye uzoefu sana wa miaka mingi ya kusafirisha mahujaji kutoka Zanzibar kuja hapa Maka na Madina katika kutekeleza ibada ya hija. Lakini pia ni mkuu wa madaktari ambao wako kwa taasisi ambazo ziko chini ya umoja wa taasisi za zinazosafirisha mahujaji Zanzibar, kwa ufupi zinaitwa UTAHIZA. Kwa nafasi yangu kwenye taasisi, pamoja na yote, lakini nahusika zaidi na kusimamia afya za mahujaji. Kama tunavyojua, ibada ya hija ni vitu viwili, ni mali na hali. Hii hali ni afya, siha. Kwenye kutekeleza ibada ya hija lazima hujaji awe afya yake iko imara, ndo ataweza kutekeleza ibada hii, na ni ibada ambayo inahitaji mwili uwe na nguvu za kutosha ili kuweza kuitekeleza kwa usahihi kabisa. Bismillah. Kwa hiyo kazi yangu kubwa katika taasisi ya Zanzibar Haji basi ni kuhakikisha mahujaji wote ambao tutasafiri nao tunawapima afya zao na kuhakikisha ziko sawa, lakini pia kuandaa kisaikolojia na kifizikia kuhakikisha atakuja kutekeleza ibada hii katika hali ambayo ni safi na salama. Hiyo ndio kazi yangu kwenye taasisi ya Zanzibar Haji. Mashallah, Dokta, upo katika sekta muhimu sana, kwa sababu utimamu wa afya ya alhaji ndiye utimamu wa ibada yake, kwa sababu hata sharti yenyewe ya ibada hii ni liman istata, mwenye kuweza kama dokta alivyotangulia kusema, ima kiuwezo ima kiafya. Na kwa sababu upo hapa dokta kuhakikisha mahujaji wanakuwa salama katika upande wa afya, manake dokta una mchango mkubwa sana wa kuhakikisha ibada kamilifu kwa mahujaji wetu inapatikana. Mwenyezi Mungu akulipe kwa hili. Dokta, kwa muda gani umekuwa unahudumia katika nafasi hii yako hiyo chini ya taasisi hii ya Zanzibar Haji? Asante sana. Mpaka sasa nina karibu miaka 15 niko kwenye taasisi ya Zanzibar Haji. Mashallah. Na ukitoa ile miaka ambayo kulikuwa na dharura ya ugonjwa wa corona, basi miaka yote hiyo alhamdulillah nimeshiriki kamilifu katika kikundi hiki cha Zanzibar Haji kuhakikisha kwamba tunasimamia afya za mahujaji ili waweze kufanya ibada hii ya hija kwa ukamilifu na afya njema kabisa. Mashallah. Dokta, katika taasisi yenu ya Zanzibar Haji kuna changamoto zote, taarifa zote za wagonjwa? Ya alhamdulillah, tunashukuru sana kwa mwaka huu, si Zanzibar Haji tu lakini kwa Tanzania wote. Ukilinganisha na mwaka jana, basi mwaka huu umekuwa na nafuu. Hatuna wagonjwa wale ambao kama walikuweko mwaka jana, ambao mwaka jana kama unakumbuka kulikuwa na kumbukumbu nyingi za watu waliolazwa hospitali.
wakiumwa matatizo mbalimbali, lakini mara hii alhamdulillah mpaka dakika hii hatuna taarifa ya mtu yoyote ambaye kalazwa hospitali kwa Tanzania wote. Magonjwa yaliyopo ni magonjwa ya kawaida ambapo wanaokuja safari hizi wanaelewa, mafua na vikohozi, hivi ni vitu ambavyo huku ni kawaida sana. Lakini generally hatuna mtu ambaye yuko serious ill au kwamba kalazwa hospitali mpaka muda huu. Nikifahamu maelezo yako Dokta, unakusudia kwa mwaka huu hali za kiafya za mahujaji wetu kutoka Tanzania zimekuwa bora kuliko miaka iliyopita. Niko sahihi? Ni sawa, kwa sababu tuliporudi hija mwaka jana tuliitwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na katika mkutano ule kimoja ambacho alikiongea na kukisisitiza ni kwa upande wa madaktari kuhakikisha kwamba wanawapima afya zao mahujaji kabla ya kuja kutekeleza ibada hija. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa madaktari ambao niko chini ya taasisi ya UTAHIZA nikishirikiana na wenzangu tunalisimamia kwa ukaribu swala hili kiasi kwamba mpaka tunapeana masharti kwamba hichi lazima kikamilike ndio hujaji tuseme huyu atasafiri kuja hija. Mashaallah. Na masharti haya ni katika kuwakagua afya zao, si vinginevyo. Mashaallah. Dokta, asante sana. Dokta, hapo uliposimama nyuma yake naona kuna maandishi yameandikwa pale yanasema Nawaratu Shamsi Hotel 1. Hoteli hili lina maana yote kwa Zanzibar Haji? Asante ndugu mtangazaji. Hoteli hii ambayo inaonekana hapa nyuma ndio hoteli ambayo taasisi ya Zanzibar Haji and Travel Agency tumefikia kwa mwaka huu. Mashaallah. Na kama ulivyosema, Watanzania wengi wanapenda huu mtaa wa Ibrahim Khalil Road, lakini lengo hasa, kila taasisi inakuwa na lengo lake, lakini malengo ya taasisi nyingi ni kwamba ni kuhakikisha wanawaweka mahujaji karibu na msikiti wa Haram. Na nafikiri unaona hii hoteli hapa ilipo na msikiti wa Haram ulipo hata mita 100 basi hazifiki. Kwa hiyo ni kwamba muda wote hujaji adhana ikiadhiniwa anaweza kushuka na kuwahi kuswali kwenye msikiti wa Haram bila wasiwasi wote. Na haya ndo kama nilivyokuambia ndo malengo ya taasisi nyingi za Kitanzania, ni kuwaweka mahujaji karibu na msikiti wa Haram ili waweze kutekeleza zile ibada kwa urahisi zaidi. Mashaallah. Na hii pia inatusaidia sisi kama madaktari, kwa sababu unapotembea masafa marefu na hali ya hewa ya huku na jua la huku unamchosha hujaji. Kwa hiyo akiwa karibu na msikiti upande mmoja kiafya sisi tushamsaidia. Mashaallah. Dokta, gharama sio changamoto? Maanake hii naona karibu sana na msikiti, maanake tuko Haram, maeneo yote tuliokuwepo ni Haram, lakini hapa naona tupo karibu sana na msikiti kwa sababu nyuma yetu tuna Clock Tower, alafu kisha tuna Maka Tower, kisha tuna Comrade Hotel Jabal Omar, kisha tuna Intercontinental. Dokta, hii sio bei kali sana? Kwa upande wetu Zanzibar Haji, kusema kweli, kitu cha kwanza tunamwangalia ni hujaji kuweza kutekeleza ibada yake kwa usahihi na kwa ukamilifu. Kwa hiyo mambo mengine yote kama unavyojua, kila ukiwa karibu na msikiti wa Haram gharama ya hoteli inaongezeka. Kwa hiyo sisi haya huwa hatuyaangalii sana. Tunayoangalia zaidi ni kuhakikisha kwamba hujaji anatekeleza ibada yake kikamilifu, akiwa na siha njema, akiwa na afya njema na akiwa na furaha ndani ya moyo, kwa sababu ikiwa anaweza kuswali kila swala yake katika msikiti wa Haram, nafikiri kila mmoja analifurahia hilo. Kwa hiyo sisi haya mengine hatuyaiti changamoto, lakini tunaita kama nafasi za kuweza kuwapa mahujaji kutekeleza ibada zao kwa usahihi na kwa ukamilifu zaidi. Mashaallah. Dokta, hii kukaa karibu na msikiti mtukufu wa Maka ni kwa Maka tu au hata Madina hoteli zenu zinakuwa karibu mno na msikiti? Kwa upande wa Zanzibar Haji, kusema kweli, nafikiri ndugu mtangazaji, hapa tuko mji mtukufu, na haya si maneno kwamba nitasema ya kudanganya, hapana. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kwa Watanzania wote hii ndio hoteli ya karibu zaidi na msikiti kwa mwaka huu. Hakuna tena Watanzania ambao huku mbele yetu wako, wote waliofuata wako huku nyuma yetu. Na Madina ni vile vile, tulikuwa hoteli ambayo inaitwa Made, ni hoteli ya 5 star. Nafikiri wengi hata ukigogo kwenye mtandao utaiona, na hapo ndipo ambapo Zanzibar Haji waliweza kufikia. Mashaallah. Dr. Maden, unakusudia Maden hoteli ambayo ipo karibu na Hilton? Kabisa. Mashaallah. Mashaallah. Dr. hebu tujuze kitu kidogo. Kwa nini unadhani Mtanzania anahitaji kusafiri na taasisi ya Zanzibar Haji? Kule kwetu kuna msemo anasema adhabu ya kaburi anayojua ni maiti. Sasa mimi hapa sitaki kujilabu wala kujigamba, lakini wanaosafiri na hii taasisi yetu wapo. Nafikiri wao watakuwa mabalozi wazuri, ukiwauliza wao watakuelezea. Manake nikiongea mimi
isije ikaleta picha kwa sababu ni taasisi ambayo nahudumia ikaonekana labda nafanya upendeleo. Lakini mtu yoyote nampa nafasi aongee na hujaji yoyote wa Zanzibar Haji, basi ataelezewa zile habari za Zanzibar Haji na yeye mwenyewe atafanya maamuzi kama aidha aje kwetu au asafiri na taasisi nyingine. Kila mmoja ana uhuru kusafiri na ile taasisi ambayo mwenyewe anaipenda. Mashaallah. Dr. Zanzibar Haji mwaka huu mlileta mahujaji wangapi? Mwaka huu tulikuja na mahujaji 110 pamoja na viongozi 12. Mashaallah. Dr. hilo ni jambo zuri sana. Mahujaji wa Zanzibar Haji au kifupi ZAHATA wanatarajia kuondoka lini kurudi nyumbani Tanzania? Hapa unavyotuona sasa hivi tuko kwenye matayarisho ya kuondoka hapa Maka kuelekea Jeddah kwa ajili ya kuanza safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Na alhamdulillah mara hii tumepata ndege ya Saudi Arabia Airlines ambayo itatutoa moja kwa moja Jeddah na kutua Zanzibar. Kwa hiyo siku ya leo inshallah tunatarajia kusafiri kutoka hapa Maka kuelekea nyumbani Zanzibar inshallah. Mashaallah. Kwa wale ambao ndugu zao wamesafiri na taasisi ya Zanzibar Haji ZAHATA, basi wajiandae leo, usiku wa leo mwezi 14 kuwapokea ndugu zao kutoka ardhi tukufu ya Maka Madina katika kutekeleza ibada ya haji ya mwaka huu 2025 sawa na mwaka 1446. Nikiwaletea mahojiano haya moja kwa moja na Dr. Omari kutoka hapa katika mtaa Ibrahim Khalili, miguu michache kutoka katika msikiti mtukufu ambao ni maarufu kwa swala moja kulipwa $100 wa Haram. Hashim Al-Azhari TV Tanzania. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.